unaanzia mbele unarudi nyuma unakwenda tena juu. Tunaombeni sana wenye viti, watendaji, tutembeleane na wadau wote wa masuala ya siasa kwenye mitaa yetu. Wadau wote wa masuala ya siasa kwenye mitaa yetu, tuzungumze nao, tujue matatizo ya kisiasa huko chini. Lakini mgeni yoyote anapoingia kwenye eneo lako umtambue. Na katika hili, wakurugenzi, nilisahau hoja moja kwa wilaya. Nilisahau kuweka clear ile hoja ya apartments. Wote ambao Ilala, Kinondoni, kote ambao kuna apartments, kaanzisheni utaratibu maalum wa kuzisajili apartments zote, idadi ya vyumba vya apartments hizo, wamiliki wa apartments hizo, hata kama sio wao utapata wasimamizi, mfumo wa kikodi uliopo katika apartments hizo, na tija apartments hizo katika halmashauri yako. Leo apartments nyingi limekuwa ni genge la kihalifu. Wengi wanaotoka mikoani wanajificha kwenye kinachoitwa apartments, wanatoka hapa Dar es Salaam kwenye kitu kinaitwa kwa jina la Airbnb, kwa jina la kama hoteli, kwa jina la kama si kitu gani, lakini mle ndani apartments zetu kwa utaratibu huu uliopo sasa sio eneo salama la watu kukaa. Lazima uogope kukaa mle, kwa sababu uelewi huyu hapa ni nani, huyu hapa ni nani. Pengine ni majangili wamejificha mle kwa ajili ya kuja kufanya tukio. Uanzishwe utaratibu maalum, asakwe mwenye one building, aeleze ndani kuna apartments ngapi, tunataka kusajili apartments by numbers. Apartment hii tunaijua, kwa sababu kama tunasema tunasajili nyumba kwamba nyumba hii namba 5, apartments moja moja ni nyumba. Sasa anakaa nani mle? Zinatija ipi? Zinatumika kibiashara au la? Na kama ni kibiashara, tija yake ni ipi kwako kama mkurugenzi? Je, zenyewe zinaingia kwenye kategori ipi ya ulipaji wa kodi? Na kama ni nyumba tu ambayo haifanyiwi kazi, mkazi wake nani? Ili taarifa hiyo aipate mwenyekiti wa serikali za mitaa yaliko majengo hayo. Hasa timu ya namna hiyo na yenyewe ianze mara moja kufanyia kazi mambo hayo, ili uweze kufahamu kwa ujumla wake kwenye jengo hilo. Kwa mfano, kuna majengo fulani hapo Kinondoni na baadhi ya maeneo Ilala wanakaa jamii za Wachina hawa. Hakuna mtu yoyote anaruhusiwa kuingia pale zaidi yao. Sasa mwenyekiti wa serikali za mtaa, utajuaje usalama wa maeneo hayo? Utajua humo ndani kuna nini? Yaani kama mimi kutoka Iringa nije niite mtaa wa Wahehe tu, tunaingia Wahehe tu kwenye hizo nyumba hizo, Wahehe tu. Maana yake humo ndani inawezekana ukija lazima ukute tunauza mbwa au tunafanyaje. Kwa hiyo haiwezekani. Jueni hiyo mitaa. Kweli kiwanja kiko kimoja, lakini ongezeni usalama kwa kuzitambua hizo apartments zote. Na ikiwezekana ziundieni timu maalum ya kufanya kazi hiyo. Timu maalum inayoripoti kwako mkurugenzi. Mwezi huu zimeongezeka apartment 20. Mwezi huu zimeongezeka apartment 70. Ili wewe sasa kwa mfumo wa kielektroniki utajua namna gani za kujisajili na namna gani sasa zinakuwa zinatija. Je, ni nyumba ya kawaida kama zile zingine au ni nyumba ya kibiashara? Na kama ni nyumba ya kibiashara, hamasisha wazisajili katika mfumo wa halmashauri wote ili zitambulike kwamba hii ni Airbnb, hii sijui ni kitu gani, hii sijui ni kitu gani. Zote ziweze kuingia katika mfumo huo ili mambo yaweze kuwa mazuri zaidi.